الذي جعل يوم الجمعة عيدا أزهر وموسما في هذا الدار وفي الدار الآخرة أبهى وأبهر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hatuna budi juu ya kuregesha shukurani zetu za dhati kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupatia taufiki ya kuja kutekeleza ibada hii ya salatul Jumaa kwa jamaa. Kwa uchache twatakiwa tuseme alhamdulillahi ala hadhihi neema. Na wausieni pamoja na kujihusia nafsi yangu, jambo la kwanza kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakika wamefaulu waja ambao ni wenye kumwogopa Mola Subhanahu wa Ta'ala, na wamefeli, wamepata hasara watu ambao ni wenye kumuasi Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kabla sijaingia katika maudhui yangu ya leo, kitu cha kwanza twatakiwa sisi tuhuzunike. Kwa nini tuhuzunike? Tulikuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tulikuwa katika masiku mazuri, tulikuwa katika msimu mzuri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huzuni ambazo twatakiwa sisi tuwe nazo ni kuwa Ramadhani imeingia na ikapita kama umeme. Ramadhani imeingia na ikapita kama venye waingia mlango huu na ukatoka kwa mlango wa pili. Twatakiwa tuhuzunike kwa kuondokewa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kwa nini tuhuzunike? Kwa sababu Ramadhani ni mwezi wa kipekee. Hakuna mwezi wenye fadhila kubwa kama mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio utaona amali zake katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lau utakuwa wewe umezifanya vilivyo, hazifanani na amali za miezi mingine. Kwa hivyo tuko na huzuni ya kuondokewa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na huzuni kubwa zaidi ni kuwa mwezi wa Ramadhani ulipoingia, misikiti ilikuwa haina nafasi. Mwezi wa Ramadhani ulipoingia, misikiti ilikuwa haitoshi.
Mwezi wa Ramadhani ulipoingia, watu wametupa kila ambalo kwamba la anasa la dunia, na wakaamua kurudi katika laini ya kisawasawa kumtaka Mola wao. Lakini hivi sasa twahuzunika, misikiti haina watu. Tujiulizeni sisi tuliohudhuria hapa, wale watu tulikuwa nao Ramadhani wako wapi? Zile sufufu tulikuwa tukipigania, zile nafasi tulikuwa tukizikimbilia, tulikuwa tukizikosa wakati twaja kuchelewa. Leo wale watu walikuwa wamejaza nafasi zile wako wapi? Na ni kwa nini wameondoka? Ndugu zangu na wazee wangu watukufu, hapa lazima tuhuzunike, na wale ni ndugu zetu na ni marafiki zetu na ni majirani zetu. Wale waliokuwa wakishika nafasi za mbele, wale walikuwa wakijaza misikiti, si wageni, ni watu tunaishi nao mitaani, ni watu tunaishi nao majumbani mwetu, ni watu tunakula nao sinia moja, lakini wako wapi? Ndio nikasema sisi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuchagua tukaacha shughuli zetu kuja kwa ibada hii ya Juma, turegeshe shukrani, tuseme alhamdulillah ala hadhihi neema. Ndugu zangu na wazee wangu watukufu, tutahimizana kwa jambo ambalo ni ibada hii tuliyoikusanyikia hapa, ibada ambayo wengi wetu wanaipuuza, ibada hii ya swala. Awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyama as-swala. Ibada ya kwanza ambayo mja atahesabiwa nayo siku ya kiyama ni hii swala. Kama nilivyotangulia, misikiti ilikuwa imejaa, sahihi hakuna watu, ni hatari. Nimetangulia kusoma sura. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia fawailul lilmusallin, adhabu kali ni ya wale wenye kuswali. Kwa nini? Alladhina hum an salatihim sahun, wale ambao juu ya swala zao hujisahauzilisha, huzipuuza. Wengine wetu ikifika wakati wa swala, kama shughuli hajamaliza, kama kazi hajamaliza, husema nitaswali baadaye. Na kuna wengine hukusanya swala, akaiweka swala ya dhuhuri, akaiweka swala ya alasiri, akaweka swala ya magharibi, kwa sababu ya kuwa busy, kwa sababu ameshikana, kwa sababu kazi zimemfunga, kisha akaziswali usiku kama kuswali tarawih. Fawailul lilmusallin, ole wao wale wenye kuswali swala zao ambazo wao huziswali watakavyo wao, ndiyo maana yake. Angalia katika khilafa ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wakati mmoja alifariki bwana, akaandaliwa, akakafiniwa, akabebwa kwenda kuswaliwa na kwenda kuzikwa. Walipofika naye katika makaburi, wataka kuweka jeneza chini, wanaiona jeneza ya cheza, jeneza ya taharak. Maswahaba wakashtuka, wakaiweka chini. Baada ya kuiweka, akatoka nyoka mkubwa sana. Watu wakashtuka, wakaanza kutafuta fimbo, wakaanza kutafuta marungu, wataka kumuua. Nyoka alizungumza, na tusishangae kuzungumza kwa nyoka tukaona ni mapia. Nyoka ni mnyama na ana roho, lakini rudi katika Qur'ani utaelezwa habari za mdudu chungu. Chungu alizungumza na Nabii Allah Suleiman akamsikia. Nyoka alizungumza akamwambia Sayyidina Abubakar, la taktulni,
amarani rabbi an uadhibahu ila an taquma saa. Musiniue. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameniamrisha mimi ni muadhibu huyu bwana mpaka siku ya kiyama. Hajatiwa kaburini huyo. Tufahamu hajatiwa kaburini. Manake tuambiwa katika kaburi kuna nyoka wa vichwa 7. Kuna watu watakutana naye nyoka huyo. Jina aitwa Shujaul Akrab. Nyoka huyo kuna watu watakutana naye katika kaburi na kuna watu hawatakutana naye. Kwa hivyo maswahaba walipotaka kumuua nyoka akasema musiniue. Mwenyezi Mungu ameniamrisha ni muadhibu huyu kuanzia hivi sasa mpaka siku ya kiyama. Subhanallah. Sayyidina Abubakar Siddiq akamuuliza kwa kosa gani? Akasema an thalath. Nimeamrishwa ni muadhibu huyu kwa makosa 3. Kosa la kwanza, huyu akaa nyumbani kwake, huyu akaa maskani kwake, huyu akaa na shughuli zake, akisikia mwadhini hafanyi haraka kuenda kwa ajili ya swala ya jamaa. Na mimi na nyinyi pia tujipime, tujitie katika mizani. Swala zetu twaziswali vipi? Kukiadhiniwa twaenda? Tena Mwenyezi Mungu akatuelezea haswa, idha nudiya liswalati min yaumil jum'a fas'au. Hakusema enda, fas'au. Fas'au ni utembee haraka haraka. Lakini sisi hatuna haraka. Nitaswali. Swala alasiri iko mpaka ghurub. Kabla jua kuzama nitaswali. Swala ya dhuhuri iko mpaka tunachukua hizo vipimo. Swala alfajiri ama swala ya isha iko mpaka fajiri sadiq huko saa 10, pengine 10:30, wengine wakwambia 11. Nitaswali. Wajua kwa kuwa wewe ukienda kulala hayo masaa utayafikia ama utakufa, na ukifa umekufa na deni. Kwa hivyo nimeamrishwa ni muadhibu huyu mpaka siku ya kiyama kwa makosa 3. Kosa la kwanza, huyu akisikia mwadhini hafanyi haraka ya kuenda kutekeleza ibada ya swala. Angalia sahaba mmoja, kwa kujua umuhimu wa swala jamaa, alikuwa mlemavu lakini hakuwahi kukosa swala ya jamaa, tena haswa alfajiri. Mpaka wakati mwingine aonekana mwingine ambeba anaenda naye, na anaona umuhimu wa swala ya jamaa, na anaona umuhimu huyu mwingine ya kumbeba mlemavu kiwete kwenda naye msikitini. Siku hiyo aonekana sahaba akata roho. Maswahaba wenzake wamekaa na yeye, wana kama kumkumbusha, wanatamka la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yani kama maana yake wanamkumbusha yeye pia, sema la ilaha illallah. Lakini yule sahaba anasema lau kana baida, lau kana jadida, lau kana kamila. Anarudia maneno haya mpaka akakata roho. Subhanallah. Akakosa kupiga shahada. Lakini angalia maswahaba walivyokuwa wakiona mambo wakikimbilia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakakimbia mpaka kwa Mtume, wakampa habari, swahaba fulani leo katika kukata roho hakutamka shahada, amezungumza ama ametamka mambo 3, lau kana jadida, lau kana baida, lau kana kamila, na akafa. Hebu tueleze kuna nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia maswahaba, huyo aliposema lau kana baida, lau ingekuwa ni mbali, yani wakati anapokata roho aoneshwa thawabu na mazuri kule kumbeba mlemavu kwenda na msikitini kwa swala ya jamaa, aoneshwa mazuri ya kumbeba mlemavu kwenda kwa swala ya jamaa. Sasa ndo asema lau kana baida. Je, lau msikiti ungekuwa mbali nikambeba, distance ikawa refu zaidi, ningepata mazuri kiasi gani?
Alafu akasikiwa usema lau kana jadidan, lau ingekuwa mpya. Mtume awaleza maswahaba, huyu bana kuna wakati aliombwa, kuna mtu alimuomba hana nguo amsaidie, akampatia nguo yake ile iliyochakaa ya zamani, nguo lakini si mpya, aoneshwa thawabu za kupeana ile nguo ya kuchakaa. Ndio wakati akata roho asema, je, lau ningempa nguo mpya nimenunua dukani nikampatia, ningepata thawabu kiasi gani? La tatu aliposema lau kana kamila, lau ingekuwa kamili, aoneshwa thawabu za kutoa mkate. Alitoa mkate nusu, alipoombwa na maskini ana shida ana njaa, akampatia mkate nusu. Sasa aoneshwa thawabu za ule mkate nusu, ndo akasema, je, kama nilimpatia mkate mzima? Mahali shai ni hili la kwanza, lau kana baida. Alipokuwa yakata roho asema lau kana baida, lau ingekuwa ni mbali. Umbali wa nini? Ni kuwa yeye atoka nyumbani asubuhi, amuona mlemavu ajikokota kokota na barabara, ajiburuta buruta na barabara, akimbilia msikitini au hiswala ya jamaa, akamweka kwenye ngongo akaenda naye. Wewe leo amwona mwenzako enda msikitini, na wajua saa hii swala ya Ijumaa, umuone mwenzako amvaa kanzu enda msikitini, wampita na gari. Angalia, ingekuwa tuwajua fadhila zake, tungekuwa na sisi twazipigania. Wampita na gari, pengine na bahati mbaya siku ya mvua wamuosha na matope, badala umwekee na yeye, panda twende, enda msikitini twende. Mtu apeana mgongo wake, panda, ambeba anaenda naye mpaka msikitini. Kwa hivyo ndugu zangu na wazee wangu watukufu, Sayyidna Abubakar Siddiq aliposikia maneno hayo kutoka kwa yule nyoka, kwa kuwa mimi nimeamrishwa ni muadhibu huyu kwa makosa matatu, ikiwa la kwanza ni huyo akisikia mwadhini hafanyi haraka kwenda msikitini kutekeleza ibada kwa sala ya jamaa. Akamuuliza na kosa la pili, akamwambia huyu alikuwa hatoi zaka za mali yake. Hapa sasa pia ni mtihani. Ukiwa wewe una wanyama ni mali, kuna zaka za wanyama. Ikiwa wewe una dhahabu, kuna zaka za nakdaini, dhahabu na fedha. Ikiwa wewe ni mtu unaweka maghala, ni mtu una ghala za zakula, kuna zaka za zakula. Ikiwa wewe ni mtu Mungu umekujalia na pesa, kuna zaka za pesa. Ikiwa wewe unazo zitu kama hizo na hutoi, basi tuwe na hatari, kuna hatari, tuwe na tahadhari. Nyoka kama huyo amwambia Sayyidina Abubakar Siddiq, kosa la pili, huyu alikuwa hatoi zaka za mali yake. Na kosa la tatu ni gani? Akaambia kosa la tatu, huyu kazi yake ni kugombana tu kwa mambo ya kheri. Kwa mambo ya kheri, huyu ni mtu wa kugombana. Ndugu zangu na wazee wangu watukufu, tuwe ni na tahadhari. Hii swala ya kuombea wewe ama ya kuapiza, ikiwa unaiswali inavyotakikana ya kuombea, na ikiwa huiswali inavyotakikana vile vile ya kuapiza, ya kulaani, yamwambia Mwenyezi Mungu, yamwambia mtu yule ambaye kwamba haswali, dhayyaka Allahu kama dhayyatani, Mwenyezi Mungu akuache, Mwenyezi Mungu akutupe, Mwenyezi Mungu akusahau kama wewe ulivyonisahau mimi. Hii ni swala. Kwa hivyo ndugu zangu na wazee wangu watukufu, swala tunatakiwa tuiswali kwa wakati. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Swala imewekwa kwa waumini kwa wakati maalum, wakati uliopangiwa. Lakini tusiziswali tutakavyo sisi. Na kuna hatari kubwa kwa mtu kuwa tariku swala. Tariku swala ni mtu muovu. Siku moja katika zama za Nabii Musa katika safari zake, kutembea kwake, amefika mahali, alipofika akaona mji mzuri, mji uko rangi ya green, umenawiri. Akaona watu wako na afya mzuri, akaona watu wamenawiri, mimea mizuri, mto, maji safi, wanyama wazuri. Akawaangalia,
akaendelea na safari yake. Baada ya masiku akarudi. Aliporudi akapita pale pale, akaona mto umekauka, miti imekufa, imekauka, wanyama wamekuwa maskeleton, wamekufa. Yani kwa ufupi, aliporudi akaona kuna drought, ukame. Nabii Musa akashangaa, nimepita hata haijafika mwezi, juzi tu hapa kulikuwa kuzuri, mbona leo kuko hivi? Nabii Musa kama tunavyomfahamu ni kalimullah. Nabii Musa anazungumza na Mwenyezi Mungu. Pale pale akakaa kando, akamuuliza Mwenyezi Mungu, nimepita hivi karibuni hapa mahali ni kuzuri, kumenawiri, mbona kumeharibika sasa? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamjibu Nabii Musa akamwambia, siku moja amepita tariku swala mmoja, alikuwa yuwapita katika safari zake, yuwapita katika pitapita zake, usiku ukamgilia hapo, akajipumzisha. Asubuhi akaenda katika mto kunawa uso, akaenda katika ule mto kuoga uso, kuosha uso. Kuoga uso kwake ndo umeleta athari katika hiki kijiji. Huyo nani? Tariku swala mmoja. Leo sisi ulia Kenya, maisha yamekuwa taabu. Tuna matariku swalati wangapi? Ikiwa mmoja aweza kubadilisha kijiji kizima kikawa chenye kuharibika, je, sisi majumbani mwetu tuna matariku swalati wangapi? Makazini utaona kazi haziendi, hazivi kama zilivyokuwa siku za nyuma. Kwa nini? Kuna matariku swalati ndani, wanakuharibia. Hatusemi muende muwafute watu kazi, lakini kuna haja wewe kama msimamizi wa mahali fulani, hakikisha wale unaofanya kazi na wao kama ni Waislamu, wakati wa swala imefika, usiwanyime uhuru wa kufanya ibada. Kuna wengine utafuta nafasi za kutoswali, wewe umpe kazi, umwambie kutoka pengine saa 7:30, yaona saa 7:30 nitoka nkula na wengine utafuta hizo fursa za kutoswali, hutukulia niko busy kazini. Kwa hivyo utafuta njia hawa watu wasije akakuwekelea wewe katika makosa. Yani sisi hatuna freedom ya kufanya ibada kwa sababu tajiri yetu ABCD. Kwa hivyo sisi tuangalia mbona maisha yamebadilika, hatujaangalia mbona sisi wenyewe tumeibadilika. Ramadhani tulikuwa maisha haya, mbona sasa tuko maisha mengine? Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, lau anna naharan bibabi ahadikum yaghtasilu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi shay'un. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, lau katika nyumba ya mtu kuna mto, katika hiyo nyumba, ukitoka ndani ya nyumba kuna mto, yaghtasilu kulla yawmin 5 marrat, mtu huyo akawa aoga kila siku mara 5. Ukitoka ndani ya nyumba unajitupa ndani ya mto unaoga, ukitoka tena ama ukirudi unajitupa unaoga, yani mara 5 unaoga kwa huo mto. Mtume sallallahu alaihi wa sallama awauliza maswahaba, hal yabqa min daranihi shay'un, je, mtu huyu akiwa kwa siku anaoga mara 5, katika mwili wake utabakia uchafu wowote? Wewe ukaoga mara 5 kwa siku, mwili wako utakuwa na uchafu? Maswahaba wakamjibu Mtume sallallahu alaihi wa sallam, wakamwambia, la yabqa min daranihi shay'un, ikiwa mtu aoga mara 5 kwa siku, basi mtu huyo habakiwi na uchafu katika mwili. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akawaambia maswahaba, wakadhalika salawatul 5, asema hivyo hivyo swala 5, ikiwa mtu aziswali kisawasawa na kufuata inavyotakikana kwa wakati wake, basi mtu huyo habakiwi na uchafu katika mwili, yani mtu huyo hana madhambi. Lakini sisi time ya kuswali tunazipuuza. Ndugu zangu na wazee wangu watukufu, ibada ya swala ni muhimu sana,
tujishike vizuri na tushike watoto wetu vizuri. Alimu auladakum, wafundisheni watoto wenu liswalati wa hum abnai sabi, mwafundishe watoto wenu kuswali na wao wakiwa ni watoto wa miaka 7, na muwapige watoto kama hao wakiata kuswali wakiwa na miaka 10. Leo kuna watoto zaidi ya miaka 10 hawaswali, hata hawaulizwi meswali, meenda msikitini, pengine tumetoka tumewacha majumbani na shule zimefungwa, wanachezea masimu. Wengine wamewekewa game stations zile za PS, yamewekewa nyumbani, yamenunuliwa. Hatusemi ni mbaya, lakini kila kitu na wakati wake. Mipangilio, upange wakati fulani wewe cheza, wakati fulani no. Wewe mzazi na mtoto wako usiwe strictly sana, usiwe mkali sana na usiwe baridi. Mtoto paka awe anakusoma, anamjua babangu time fulani, babangu hataki matezo. Ndivyo alivyokuwa Mtume SAW. Mtume alikuwa akifanya mpaka mzaha na maswahaba wake, lakini kifika akipanda mimbari akizungumza mambo mazito, aonekana uso unakuwa mekundu. Mtume alikuwa akifanya jokes na maswahaba zake. Wewe fanya jokes na watoto wako, fanya jokes na bibi yako, fanya jokes lakini zisipite mipaka. Kama siku moja Mtume siku amekaa na Sayyidina Abubakar Siddiq wanakula tende. Ula tende, amekaa wanakula tende, Mtume SAW yuala na Sayyidina Abubakar anakula. Sayyidina Abubakar kwa zile machezo ya Mtume, hula kisha zile koko humsukumia Mtume. Kila zile koko msukumia Mtume, mpaka Mtume koko zimejaa kwake. Mwisho amwambia Mtume, tende zote umekula wewe. Tende zote umekula, angalia koko. Mtume akamwambia, fadhali mimi nimekula tende, lakini wewe umekula tende na koko zake. Zote ilikuwa nini? Jokesi, wanafanyana jokesi. Hata wewe mtoto wako fanya naye jokesi, lakini muwekee mikakati. Ikifika time fulani hakuna story. Adhana ikifika sitaki kuona nyumbani, msikitini. Na kama ni usiku ashaswali, mmekula na yeye chakula cha asha, amekaa time fulani, ambaye sasa wakati kulala, kwa sababu alfajiri itakatwenda tukaswali. Lakini akiwa anachelewa kulala, swala alfajiri itampita, na mtoto hupatilizwa akiwa mdogo. Wanafsu katifli in tuhmiluhu shabba ala hubbi radha'i wa in taftimuhu yanfatimi. Al-Imam al-Hasan al-Basri akwambia, nafsi ni kama mnuna. Mnuna ni mtoto mchanga. Nafsi ni kama mtoto mchanga. Vile utakavyoizoeza nafsi, basi huzoea namna hiyo. Na mtoto ni hivyo hivyo, mzoeze. Wewe ikifika saa 3 tosha, kalale. Hakuna kucheka naye hapo. Wewe ikifika saa 7 msikitini. Wakati utakapomlea hivyo mtoto wako, ndivyo atainukia na malezi mazuri namna hiyo. Na lao wewe utaanguka, utakufa, basi na wewe utakuwa na share katika mtoto kama yule. Akifanya ibada na wewe una share. Lakini lao mtoto yule utamregezea, umpatie freedom sana, mtoto aje kupotea, na wewe utakapokufa mtoto yule asishike dini, wallahi uko katika hasara. Kwa hivyo ndugu zangu na wazee wangu watukufu, haswa hivi sasa tuko katika likizo. Watoto wetu tuwashike vizuri na tuangalie watoto tunawapeleka wapi. Kama ni madaris, wapeleke watoto madrasa wasome. Na kama madrasa ziko mbali, kunao namna, andika mwalimu. Hata kama kwa huu mwezi mmoja, msomeshe mtoto wako nyumbani. Lakini uhakikishe mtoto anamjua Mungu wake, na uhakikishe mtoto anatekeleza ibada ya swala. Nikimalizia, swala huanza katika udhu. Katika udhu ndio tunaanza swala. Na kwa nini tuanza katika udhu? Utaona watu wengine katika udhu story, piga mastori katika udhu. Pale katika udhu kuna adhiya mzuri sana, tunatakiwa tuziombe. Wakati umetia maji mdomoni, kuna dua uombe. Wakati umeosha uso, kuna dua uombe. Wakati umeosha mikono, umeosha kichwa, umeosha masikio, miguu, kuna dua uombe. Sasa pale ukisha kuanza pale, wajua wewe ndio umeingia katika ibada.
ndio hapo uje hapa, kama ni kuswali rakaa 2 usubiri jamaa na uendelee. Kwa hivyo ndugu zangu na wazee wangu watukufu, swala ndio nguzo muhimu sana. Ni kama mfano wa kichwa katika mwili. Kichwa kikikatwa katika mwili hakuna uhai, na swala kama hakuna katika maisha yako ndugu yangu na mzee wangu mtukufu, basi ujue wewe uko katika hatari. Na tusiswali kama wanavyoswali watu fulani. Kuna watu fulani wakiingia msikitini ndani ya dakika 10 ama dakika 2 ashaswali raka 4. Wala tankuru kanakri dik, usidone done. Swala inataka khushui, swala inataka khudhui, swala inataka tumanina, utulivu. Kwa hivyo inshallah mpaka hapa kwa machache, Mwenyezi Mungu atujalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum.